Kuna breaking news hapa kuhusu kukamilika kwa mpango wa kumuua Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na leo katika utekelezaji wa mpango huo kimetokea kitu ambacho kwa lugha ya kiintelijensia wanaita dry run. Dry run ni operation ambayo inafanywa kabla ya operation kamili. Kwa hiyo kilichofanyika leo ambacho kimewacha watu wengi wakiwa na mshangao ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati huo. Nini kimetokea leo? Leo asubuhi zilipatikana taarifa kwamba Mheshimiwa Lissu ameletwa mahakamani, lakini cha kushangaza ni kwamba ameletwa kinyemela, kwa sababu mawakili wake hawakufahamishwa kwamba Mheshimiwa Lissu ataletwa mahakamani, lakini pia chama chake, yani Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hakuna kiongozi yoyote alifahamishwa kwamba Mheshimiwa Lissu ataletwa mahakamani, lakini hata wanafamilia nao pia walikuwa hawana taarifa kuwa Mheshimiwa Lissu ataletwa mahakamani. Sasa aliletwa mahakamani kwa ajili ya kusikiliza maamuzi ya ombi lake la kutaka ajumuishwe katika ile kesi ambayo Chadema imefunguliwa kuhusu mgawanyo wa mali. Kulikuwa na kesi imefunguliwa na viongozi wa zamani wa chama hicho kutoka huko Zanzibar, wakidai kuwa Zanzibar inapunjwa, yani inabaguliwa katika mgawanyo wa rasilimali za chama hicho. Kwa hiyo Mheshimiwa Lissu alitaka aunganishwe katika hiyo kesi. Hata hivyo, taarifa ni kwamba mahakama imechukua maamuzi ya kukataa kwamba Mheshimiwa Lissu hapaswi kuunganishwa katika kesi hiyo. Na kibaya zaidi ni kwamba maamuzi hayo yametolewa na Jaji Mwanga. Huyu Jaji Mwanga, Jaji Hamidu Mwanga, ni ambaye ameondolewa katika kesi hiyo. Kwa hiyo hakuwa mtu sahihi wa kutoa maamuzi hayo, lakini hilo ni dogo. Kubwa na ambalo limewashtua watu wengi ni muonekano wa Mheshimiwa Lissu wakati yuko mahakamani. Amekuja akionekana kwamba hajachana nywele, lakini hata muonekano wake kwa kweli ni wa kutia mashaka, na ishara mojawapo ilikuwa ni kwamba huenda alikuwa amekurupushwa kutoka gerezani na kuletwa mahakamani bila maandalizi yoyote, kwa sababu mara nyingi mnamuona Mheshimiwa Lissu akija anakuwa yuko smart, lakini amekuja akiwa nywele zake ziko hovyo, yani inaonyesha kuwa ni mtu ambaye amekurupushwa tu kutoka huko gerezani. Hata hivyo, taarifa zilizofikia Jasusi TV zinaeleza kwamba hili lote hili lilojiri leo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu. Awali Jasusi TV iliripoti kuhusu mpango huo, kuhusu nani anayehusika, unatarajia kutekelezwa vipi. Kwa hiyo hata Jasusi TV haitoingia kiundani kueleza kuhusu haya, kwa sababu kuna video hapa yenye maelezo ya kutosha. Lakini kwa nini muda huu unaonekana ni muafaka wa kutekeleza hilo? Sababu moja ya msingi ni ukweli kwamba japo ripoti ya Jaji Chande inaonekana kama inapotea kikawaida, yani hakuna tishio kubwa kuhusu ripoti hiyo, lakini kumekuwa na mashinikizo makubwa sana. Upande mmoja wa mashinikizo ya kimataifa, lakini hata mashinikizo ya ndani, ambapo baadhi ya taasisi zimejitoa muhanga, zimejilipua na kuongelea kuhusu ripoti hiyo. Moja ya taasisi ambayo imeongea kwa ukali kuhusiana na ripoti hiyo ni Jumuiya ya Wasomi wa Chuo Kikuu UDASA, ambayo imetoa taarifa kali yenye pointi 53 kupinga kuhusu taarifa hiyo, lakini pia TLS, Chama cha Wanasheria Tanzania, pamoja na taasisi nyingine. Kwa hiyo kunaonekana kwamba kuna nguvu la kitaasisi, na hizi nguvu za kitaasisi ndio zinazomnyima usingizi Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hizi zinaweza kuwa na impact kubwa zaidi kuliko kelele za kawaida za wananchi. Kwa hiyo inaonekana kwamba endapo watatekeleza mpango huo haramu wa kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu wakati huu, itasaidia kwa kiasi kikubwa kuwahamisha relini wa Tanzania kutoka focus kwenye ripoti ya Jaji Chande na kupeleka kuhusu hili la Tundu Lissu. Lakini kingine ambacho kinawapa jeuri ya kutaka kutekeleza mpango huu ni matarajio kwamba hata hilo likitokea, yani na Mungu aepushe, la kumtoa uhai Mheshimiwa Tundu Lissu, hakutokuwa na athari zozote. Na hili linatokana na vitu viwili vya msingi. Kwanza ni ukweli kwamba maadhimisho ya mwaka mmoja wa Mheshimiwa Lissu gerezani yalipita kimya kimya. Hakukuwa na maandamano, hakukuwa na chochote ambacho kiliashiria kwamba kuna watu wanakerwa na Mheshimiwa Lissu kuendelea kuwepo gerezani. Kweli Chadema walifanya kongamano na kualika baadhi ya watu na maongezi, lakini yalikuwa ni maongezi. Hakukuwa na ishara kwamba kuna watu wanakerwa, kuna watu wamechoshwa na uonevu unaofanywa dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo hii imeongeza
imani kwa utawala wa Samia kwamba lolote watakaloamua kufanya dhidi ya Mheshimiwa Lissu litaishia tu watu kulalamika, lakini hakuna hatua za makusudi zitakazotumika. Lakini jingine ni kuhusu hii tume ya ripoti ya tume ya Jaji Chande, ambayo kwa hakika ni matusi makubwa kabisa kwa Watanzania, hasa Watanganyika ambao kwa maelfu wameuawa. Ripoti hiyo, bila kuingia kiundani kujadili kilichomo, ina vitu ambavyo kwa hakika vinakera, lakini vinaonyesha bayana jinsi gani Samia ana ujasiri wa kufanya yale ambayo katika mazingira mengine yangeweza kumwingiza matatizoni. Kwa hiyo haya yote yanaipa nguvu serikali yake pamoja na yeye mwenyewe, hasa yeye ndio mhusika mkuu, kuamini kwamba endapo utekelezaji wa mpango wa kumdhuru Mheshimiwa Lissu utatokea, kwa kiasi kikubwa hautokuwa na athari za kutisha au za kutishia utawala wake, lakini utakuwa na msaada wa kuhamisha hisia za Watanzania katika kujadili kuhusiana na hii ripoti ya Jaji Chande. Sasa taarifa zaidi zinaeleza kwamba askari magereza waliomleta Mheshimiwa Lissu mahakamani leo ni tofauti, wamebadilishwa. Na kama unavyoelewa kwamba huko nyuma kulikuwa na taarifa kwamba kuna askari magereza wameletwa kutoka Zanzibar ambao watakuwepo wakati wa tukio la kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu. Kingine ambacho kinaweza kuchangia haya kutokea ni ukweli kwamba kwa kiasi kikubwa, na hii sio lawama, watu wamekuwa wanaongea tu, kila mtu anaonekana kwamba anachukia uwepo wa Mheshimiwa Lissu huko gerezani, lakini mpaka muda huu hakuna mkakati wa utekelezaji wa jinsi ya kumnusuru katika uonevu unaoendelea. Wiki chache zilizopita Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilitoa tamko kwamba kitalazimisha kwamba Mheshimiwa Lissu atolewe gerezani kwa sababu kinachofanyika ni uonevu, na chama hicho kikaenda mbali na kuwataka wafuasi wake pamoja na Watanzania kwa ujumla kufanya kampeni kwenye mitandao ya kijamii, kushinikiza kuandika mabango na vitu kama hivyo. Ninyi mtakuwa ni mashahidi kwamba kampeni hiyo imefeli kabla haijaanza, kwa sababu hakuna hayo mabango. Sasa unaweza ukajiuliza, watu wanaoshindwa kuandika mabango kwa ajili ya kutaka Mheshimiwa Lissu aachiwe, je, kweli wanaweza kuandamana kwenda gerezani kwenda kumtoa? Lakini hata ukiweka hilo kando, Chadema imekuwa katika mkutano wake, kamati kuu ya chama hicho ilikuwa katika kikao chake tarehe 28, tarehe 29, leo tarehe 30. Mpaka muda huu, kwa uelewa wa Jasusi TV, ni kwamba hakuna tamko lolote lililotolewa na chama hicho hadi sasa hivi. Kabla ya kutengeneza makala hii, Jasusi TV imepitia kwenye akaunti rasmi ya chama hicho kwenye mtandao wa kijamii wa X. Mara nyingi taarifa huwa zinatolewa kuhusu hapo. Hakuna taarifa inayohusu endapo kuna tamko lolote limetolewa, na hasa ambacho kitu kilikuwa kisubiriwa na watu wengi ni nini hasa kitafanyika katika mkakati wa kumtoa Mheshimiwa Lissu. Awali makamu mwenyekiti wa Chadema kwa upande wa Tanzania Bara, Mheshimiwa John Heche, alieleza bayana siku ya kutimiza mwaka kamili tangu Mheshimiwa Lissu akamatwe kwamba endapo serikali haitomwachia Mheshimiwa Lissu, basi chama hicho kitahamasisha maandamano ya kushinikiza Mheshimiwa Lissu aachiwe. Kama unavyofahamu, hilo lilikuwa ni tarehe 9 ya mwezi huu April, na leo ni tarehe 30. Kwa hiyo zimepita siku kadhaa, takriban wiki 2 kwenda 3, na hakuna dalili yote kwamba kuna utekelezaji wa hilo tishio kwamba huenda wanachadema wakaamua kuandamana kufanya shirika. Kwa hiyo haya yote kwa kiasi kikubwa yanaupa upande unaotaka kufanya hayo maovu ya mheshimiwa nguvu kwamba hata likitokea la kutokea hakuna uwezekano wowote kwao kuathirika. Na Jasusi TV mara kadhaa imekuwa ikielezea kwamba moja ya sababu inayochangia sana kushamiri maovu katika Tanzania yetu ni ukweli kwamba watu hawachelei matokeo. Wajumbe wa tume ya Jaji Chande laiti wangejua kwamba kwa kutoa ripoti chafu kama ile watapopolewa mawe mtaani, wasingefanya walichokifanya. Samia Suluhu Hassan angejua athari za kuendelea kumtesa Mheshimiwa Lissu na hata kufikia mpango wa kutaka kumtoa uhai, bila shaka haya tunayoongea tusingekuwa tunaongea muda huu. Na endapo ungekuwa nafahamu kwamba kuendelea kumshikilia Mheshimiwa Lissu kutapelekea wanachama wa Chadema au Watanzania kwa ujumla kufanya kile linalowezekana kumtoa kwa nguvu, wangeshamtoa katika himaya yao. Kwa hiyo kutochelea matokeo ni moja ya vitu vinavyosababisha maovu kuendelea kushamiri katika jamii yetu.
Sasa nini ambacho kinaweza kufanyika? Kitu kinachoweza kufanyika ni Chadema kutekeleza hicho ambacho wamesema kwamba kipaumbele kikubwa kwao ni kuhakikisha kuwa Mheshimiwa Lissu anaachiwa, lakini waende beyond maneno, ifike katika hatua ya vitendo. Wao wana manpower ya kutosha, wana nguvu kubwa, wana idadi kubwa wanachama, wanaweza kufanya hicho wanachopanga kufanya na kikawa na mafanikio. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Karibu toe maoni kwenye comment. Asanteni na kwaherini.